Kuna watu wanasemaga hivi, ukinikataa na ukataa, tunakataana wala isiwe shida. Bwana Yesu asifiwe. Sasa naomba nisikie kwa makini mtu wa Mungu, kitu ambacho Yesu alikisema kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 10 mstari wa 32 mpaka 33. Alisema, basi kila mtu atakayenikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Bali mtu yeyote atakayenikana mbele ya watu, nami nitamkana mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekuwa tukiona watu ukiwashuhudia, ukiwaambia kwa habari ya wokovu, wanakuambia kwamba hawawezi kumpokea Yesu kwa sababu labda babake na mama yake ni imani fulani, kwa sababu labda babake na mama yake hawajampokea Yesu, kwa sababu labda watu anaokaa nao au wanaomzunguka hawajamfuata Yesu. Kwa hiyo yeye hawezi kufanya maamuzi kibinafsi ya kumfuata Yesu kwa sababu ya watu au kwa sababu ya jamii au kwa sababu ya mazingira na vitu ambavyo vinamzunguka na mkataa Yesu. Sasa Yesu anakuambia hivi kwamba ukimkiri yeye, ukimpokea yeye mbele za watu, na yeye pia atakukiri wewe mbele ya Babake wa mbinguni. Lakini ukimkana Yesu mbele za watu, yani maana yake ni kwamba umechagua kumkataa Yesu kwa sababu zako binafsi, kwa sababu ya vitu, kwa sababu ya watu, kwa sababu ya mazingira yanayokuzunguka wewe mwenyewe. No matter wazazi wako hawataki, watu wanakupinga kwenye masuala ya wokovu, lakini ukaamua kukubali kuwafuata watu badala ya kumkiri Yesu mbele ya hao watu, mbele ya hivyo vitu, ndugu yangu, Yesu naye pia atakukataa mbele ya Babake wa mbinguni. Sasa tunakuja kuangalia sasa, je, ni nani atakayepata hasara kati ya Yesu ambaye wewe umemkana ukiwa hapa duniani kabla hujafa, na wewe utakapokuwa umekufa, utakapokutana na Yesu? Nani atakayepata hasara kama sio wewe? Hasara utaipata wewe, kwa sababu wewe utahukumiwa katika jehanamu ya moto wa milele kwa kutofanyaje? Kwa kutomkiri Yesu, kwa kutompokea Yesu, utahukumiwa katika jehanamu ya moto wa milele. Lakini Yesu yeye hana hasara. Wewe umkiri yeye au usimkiri yeye, Yesu hana hasara. Kwa ndio maana kusi mtu wa Mungu, mkiri Yesu. Vitu, watu, mazingira, kitu chochote kile kisikuzuie wewe kumpokea Yesu. Mpokee Yesu. Naweza nikasema mimi ni miongoni mwa vijana ambao tunatoka kwenye familia na koo ambazo yani zimekuwa mbali na wokovu. Kwa hiyo unapompokea Yesu katika ule hali ya udogo, wote wanakuwa wanakupinga, wanasema kwa nini umpokee Yesu? Mimi nilikuwa nazuiliwa na mzee wangu. Kuna kipindi mzee wangu ashai kuchoma Bible zangu moto, akanishikia panga, kunitishia kunifukuza nyumbani, kunitishia kuniua, kunipiga na kuniua, lakini nilichagua kusimama na Yesu. Kwa sababu baba anaweza akaondoka, mimi nitabaki na nani? Na Yesu. Lakini naweza nikaondoka mimi pia kabla babangu, bado pia nitakapoenda huko nitakutana na Yesu. Nitasema nini? Kwa hiyo mtu wa Mungu, niliamua kumchagua Yesu mbele ya kila kitu, ili Yesu naye pia anichague mbele ya Babake wa mbinguni. Kwa hiyo chaguo ni la kwako mtu wa Mungu. Kama unataka uendelee kumkana Yesu ili naye akukane mbele ya Babake wa mbinguni, au umchague Yesu ili naye pia akukiri mbele ya Babake wa mbinguni. Chaguo ni lako mtu wa Mungu. Barikiwe sana.